Naam, hii ni za Kiswahili ya Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Matumaini yangu makubwa kwa uko mzima wa afya, na huu ni muda mzuri wa kusikiliza taarifa zetu za habari za siku ya leo. Msomaji ni Omari Makilele Ozile. Serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imetaja kuwa waasi wa M23 wanaendelea kuendesha mashambulizi dhidi ya position zao, huko wanadai kuwa hivi punde watajibu. Wakati mazungumzo yanaendelea huko Doha chini ya usimamizi wa Qatar, jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC linashutumu muungano wa M23 unaoungwa mkono na Rwanda kuendesha mashambulizi dhidi ya kambi zao katika mashariki mwa nchi. Kinshasa na harakati za waasi wa M23 wanaendelea kupishana lawama kuhusu vitendo vya vita, licha ya kuitishwa kwa kusitisha mapigano mara moja na jamii ya kimataifa, hususan Marekani na Qatar, ambao wanajitihada za kurejesha amani ya kudumu katika eneo hilo la DRC. Katika taarifa iliyotolewa Jumamosi Novemba 8, mkuu wa jeshi Sylvain Ekenge, msemaji wa FARDC, alitaja ukiukwaji mkubwa wa ahadi zilizochukuliwa katika mchakato wa Washington na Doha. Nanukuu Sylvain Ekenge, sehemu nyingi za jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo zimekuwa zikilengwa na muungano huu wa kigaidi katika jimbo la Kivu Kusini. Hii hapa ni pamoja na maeneo ya Bulambula na Kibanda Mangobo, kwenye njia ya Walungu Shabunda, daraja la mto Mudugwe kwenye njia ya Walungu Mwenga, pamoja na Tuetue ambayo imevamiwa na muungano wa Twigwaneo kwenye njia ya Fizi Tombwe katika kaskazini mwa Kivu. FARDC inachukulia jamii ya kimataifa pamoja na wasimamizi, ikiwa ni Marekani na Qatar, kama mashahidi wa kile wanachokiita mwenendo usioheshimu ahadi zilizokubaliwa katika mazungumzo ya sasa. Wakati wakisisitiza kujitolea kwa njia ya amani, FARDC inaeleza kuwa imechukua hatua zote zinazohitajika kukubaliana na uvunjaji wa amani kutoka M23, ambayo Zairi haina nia ya kutafuta njia ya amani iliyowekwa na makubaliano yaliyosainiwa kwa hiari. Taarifa hii kutoka kwa jeshi la Kongo inakuja baada ya mkutano wa 4 wa kamati ya pamoja ya usimamizi wa makubaliano ya Washington. Kamati inaeleza ucheleweshaji wa maendeleo yaliyopatikana na kuwataka wahusika kuongeza juhudi katika kutekeleza makubaliano ya amani. Washiriki waliokubaliana kuhusu hatua za haraka, ikiwa ni pamoja na kuondolewa kwa kikundi cha silaha cha FDLR na washirika wake, kuharakisha kujiondoa kwa vikosi na kuondoa hatua za ulinzi taratibu na Rwanda. Pia walijadili maandalizi ya operation za pamoja katika eneo lililotajwa na kukubali makubaliano ya utekelezwaji, wakisifu juhudi za upande zote mbili katika kutekeleza ahadi zao kwa vitendo halisi. Tujielekeze kule katika mji wa Uvira. Ni kwamba askari jeshi mmoja wa taifa FARDC ameuawa kwa oda ya kamanda wake baada ya askari huyo kutaka kumalizia maisha askari wengine. Mchakato wa kumalizia maisha umezusha hali ya taharuki kwa baadhi ya raia wa eneo, ndivyo zimesema duru zetu za mahali. Taarifa tunazo ni kwamba askari huyo aliyekuwa tayari mlevi ameanza kufungua gurumenti kwenye eneo lililokuwa umati wa watu, na hivyo kuzorotesha usalama kwa raia. Habari hii imehakikishwa pia naye notable Andre Bedunia, ambaye pia ametoa hapa mkasa ulivyokuwa. Kuna mwanajeshi ambaye jana alikuwa kama kichwa sijui namna gani, na alikuwa na grumeti ile tunaita grenade kwenye mkono wake, na ile grenade ambayo alikuwa nayo alienda naichezesha na alikuwa na silaha mkononi, na malheureusement alikutana na kiongozi wake upande wa chini hapa kwenye mtaa wa Kavimvira, mvile ya Uvira. Komanda akamwambia atie silaha chini, alikataa kutia silaha chini, kaza menase kufungula ile grenade. Komanda akapana ordre bamupige, akakimbia, wakaenda wanamfuata, batu yote ilikuwa alerte kumungini. Ilifika fasi mwa wanaona kwenye hakuna watu, basi akaona paraporo yake yeye kumaliza watu, acha basi yeye atoke, ndo akampiga risasi akakufa, akaanguka chini. Kwa bahati nzuri ile grenade haikuripuka, ikabakia pale kwa sababu alikuwa shaifungua nusu,
ingine nusu ilikuwa bado kufunguka, na mpaka sasa ile grenade haijatoka pale. Nimeita commandant ville na nikaandikia directeur de renseignement wa 33e region militaire kumwambia kwamba watusaidie ile grumeti waende waitoe pale isikije kusumbua watu, kwa sababu tunakuwa na watoto ambao wanagusagusa, inaweza kuleta shida. Alors impression yetu ni kwamba tuko na probleme ya service psycho-medical mu niveau ya armée yetre ule soda. Basi wamama wanasema haiko probleme ya bulevi, ni probleme ya akili. Inawezekana ni mwenye kuwa na probleme mental. Mais kama tungekuwa na ile service facilement wangidetecte na wanamunyanganya ile deja ma explosif yote na ile maarme ambayo inaweza kusumbua watu. Kwa sababu hatuna ile, ndio maana ameenda nayo, iko na zunguka nayo na ingeumiza watu sana. Lakini tunashukuru Mungu kwa sababu hakuna mtu ambaye ameumia. Tuna deplore moro yake, Petra angetusaidia kuua kwa hawa wa rugaruga wa M23. Imefika basi amekufa, lakini tunawaomba serikali iende kutusaidia kutoa ile grumeti pale isije kasumbua watu ambao wanaweza kupita kwa ile eneo. Na tunaweza kuomba kwamba kwa hiyo occasion maintenant kama wanaweza kuinstaller ile service psychomental ya kutusaidia kudetecter nani militaire mwenyeko en bonne santé mentale mwanaweza kuwa mezili ya kutumikisha silaha na hata inquiéter population yenye yeye iko censé kusekirize. Tujielekeze kule Lugushwa. Ni kwamba shirika jipya la raia MSCO tawi la Lugushwa tarafani Mwenga limetaja kusikitishwa nayo serikali ya jimbo na ile ya Kinshasa kuto kuwajibika kwa karibu au kwa mbali juu ya janga la moto lililokumba raia wa eneo hilo, ambako kila kitu kimeripotiwa kuteketea siku za nyuma. Kwake Safari ya Bina Mwisho Tandelonge, mratibu wa shirika hilo la raia MSCO, ameonyesha mengi zaidi na mfadhaiko wake. Kwa mpaka sasa Lugushwa hakuna hata msaada mwa fulani ambao tulishaona. Ba victim bopeki ndio kuna jitahidi tu kuzauza tena mavifaa vya kujenga, na ndio kuna jenga polepole tena mwingine inaanza pia narudia tena polepole nguvu ya ba victim bopeki. Kwa mpango wa serikali tulionaka serikali ya sheria wa muzimu ndio ilitumaka madelegation ukiana pongeza watu kwa msaada. Hakuna hata msaada moja ambao itapatikana ndani ya mjini. Kwa mpango nyingine kabisa ya mashirika mbalimbali hakuna hata tumaini moja na hakuna hata delegation moja au msaada fulani ambao ulishafika kabisa, hakuna hata moja. Kwa sisi kama vile shirika la raia kwa kweli tunazidi kuregrete parce que c'est la troisième fois ya mara tatu nyumba zilungule ndani ya mji wa Lugushwa. Meatonaka hata msaada moja ni ya province ni ya nationale, hata msaada moja tuyapataka. Tunazidi kujiuliza eti kwa kweli manake sisi hatukuwake ndani ya Kongo hii wala hatukuwake ndani ya province ya Sud Kivu, ndio maana wanakuwaka wanatilia raia ya Lugushwa. Kwa hivi ni hatari sana babangu, mpaka sasa tungana jiuliza ya mingi sana atupate jibu lolote. Au inawezekana ni sababu ya barabara zimefungwa na M23, wende inaweza kuwa sababu kama gisi mnavyoona. Hata leo barabara inaweza fungwa na M23, lakini ni ya mara tatu nyumba ziko zinalungula hapa mjini Lugushwa. Pale mbele barabara zilikuwa zinafungwa na hakukuwa ndani ya nchi, lakini hatukupata pia hata msaada moja fulani. Ni kawaida ya nchi yetu, ya province yetu, ya niveau nationale, wanapenda kuachilia mji wa Lugushwa sana. Hata hivyo, duri yetu imeongeza kuanzisha kampeni ya kukataa kulipa kila aina ya kodi na ushuru wa serikali katika eneo lote la Lugushwa. Safari ya Bina Mwisho arejea mara tena. Kwa sasa kabisa Lugushwa trakaserie yote tunaipinga, hata taksi za serikali tunazidi kuwaonesha kama hatutaki taksi za serikali kuingia ndani ya mji wa Lugushwa, sababu wabajue kabisa maana kama population ya Lugushwa iko ninatoshaka ushuru ya kuingiza ndani ya mfuko ya serikali na haijulikane kabisa mbele ya serikali yetu. Hakuna hata kitu moja kinafanyika. Na hivyo si mtaonekana kama vile mnakuwa wapinzani wa serikali korodo. Ndio tunaweza onekana kwa wapinzani ya serikali, na serikali hiyo pekee inatuachililia kwa kutuachililia sana, sababu ni ya mara tatu mji wa Lugushwa kuna lungula na hakuna hata msaada mmoja unatoka ndani ya serikali yetu ya Kongo.
kwa kusaidia wakaaji wa Lugusha. Maisha ni vigumu sana kabisa kwa wakaaji wa Lugusha, maisha ni vigumu sana kabisa. Ujumbe yangu ni kulilia serikali yetu ya jimbo kutusaidia bila sio ya Lugusha, kuisaidia na misaada fulani, na hata serikali ya hata nivo national ipate isaidie population ya Lugusha kwa hii majira ambayo ilipata. Kwa kweli iwasaidie sana. Kwa habari ile shida kabisa, mambo yote haiko sawa, haikamiliki kabisa, lakini ili ndio ilikuwa shida kabisa, ilikuwa nazuru sana population ya Lugusha. Hata hospitali generali ya Lugusha ilipitaka mwa ile shida ya kulungula yote, lakini hata msaada ya dawa wala ya mafunzo ya majengo fulani wanasaidia hata hospitali ya serikali. Watu wanatunzwa kwa magumu sana kabisa. Kwa mama operation wanatunzwa kwa magumu sana. Kiangalia nafasi kwenye biko nafanyia masezarieni ni shida sana. Tujelekeze katika mji wa Baraka. Pia ni kwamba shirika la wafanyabiashara katika mji wa Baraka na tarafa la Fizi limesema kuwa aliko tayari kushirikiana na ujumbe toka kwenye ngazi ya jimbo ambao umewasili mjini Baraka kwa ajili ya kuja kufanya msako wa tozo na ushuru wa serikali ya mkoa. Hivyo ni kutokana na kutimiziwa ahadi walizopewa na jimbo. Akizungumza nasi Bwana Songa Shabani Walomoto, katibu wa Feke tawi la tarafa la Fizi na mji wa Baraka, amesema kuwa ni muda sasa wafanyabiashara wanaendelea kulipa tozo mbalimbali za jimbo, ila hakuna chochote walichofanyiwa na uongozi wa jimbo hili. Delegation ilifika kutoka Uvira, tulipokea kwa sababu ni tawi la serikali. Lakini mikakati ambayo wanaleta ndio yenye hatupokei. Wametuletea ordre de mission ya kuja kufanya control au recouvrement ya matax ou bien manote en souffrance. Watakuja kufanya verification ya maimpo di à la province, na vile watafanya recouvrement ou bien bouclage. Hiyo vitu yote tulipokea tukaisikiliza, lakini kufikia kuma close banaanza deraye bile benye tuliongea kwa sauti ya wafanyabiashara wa territoire ya Fizi na jiji la Baraka. Wamesema hawako tayari kupokea delegation hiyo kufanya nao kazi kama hizi zingine nilitaja hapa. Na labda ni ipi sababu ya nyinyi kuweza kukataa kabisa, sababu ya kina ambayo ilipelekea nyinyi mweze kupingana? Kina kabisa sisi kukataa kwanza ni kuona jimbo vile inaendelea kuchukua pesa au ushuru na kodi kwetu Fizi na Baraka, na hakuna retrocession. Wakati mtu analipa kodi ni lazima na yeye mumrudishie, hata constitution inasema ile. Lakini kwetu sisi Fizi Baraka haiko. Ndio tulikwenda kuona kwamba hapana, hawa watu wanakuja ni kuchuma pesa, sababu tuliahidiwa kufanyiwa iki na kile, tuliahidiwa na governor kutiliwa mapave, na mpaka leo hii hatuna ile habari. Walituahidi kutupatia $60,000 mutranche mbili, kuanza Fizi hakuna, Baraka hakuna. Wanakuja kutuhaidi kututilia moto umeme baraji ya Malicha, na watu tuliona wanaenda wakapiblie hapa fasi nzuri kufanya. Mpaka leo hii haitoshi. Ndugu mtangazaji, wakati Kasaba ajali ilionekana pale, na watu unajua ile governor alipita, alienda Kasaba, tulishukuru, lakini mkurudia alifika hapa. Kama sisi wafanyabiashara tulisikia gavana anaingia, kumbe tutaona naye asubuhi. Kufika asubuhi gavana alishaenda. Eske ni eneo yake au namna gani? Kwa hiyo haitakuwa eneo ya kuja kuchuma pesa, na hiyo inatutuma sisi tuseme hakutakuwa recouvrement, hakutakuwa bouclage, na hakutakuwa verification ya maimpo di à la province. Mwishowe ameomba kwa wafanyabiashara kuto kuwapokea, kwani ni wao wahanga. Jambo la kwanza nitaambia wafanyabiashara wasiwapokee. Okay, kwa sababu ni haki yetu sisi kukataa, ni haki wasiwapokee. Neno langu la pili nitakwenda kuomba kwa service za security kama vile parke, sababu ni service ambao wanaweza kuitumikisha pamoja na wazalendo. Leo wasiingie mu matope ambayo inakwenda kufanywa na uongozi, sababu tulifanya vikao siku 3 hatuna jibu, lakini tunaidiana kukutana leo, hatukukutanana na kusikia wanakuwa mtere. Kwa hiyo wasiingie mu matope, waache warudie, mengine yatakuwa mwaka kesho. Tumalizie tu na hizi habari zisemazo kuwa kisha kuteuliwa kama mjumbe maalum wa kitengo cha Sokoda jimboni Kivu Kusini, Bwana Dunia Fiston Munyerere
hatimaye amewasili mjini Baraka kwa ajili ya kuja kufanya uchunguzi na kumaliza mvutano uliopo kwenye kitengo hicho mjini Baraka. Bwana Dunia Munyerere amesema kuwa kuna matapeli ambao wanafanya kazi kinyume cha sheria na kuharibu jina la Sokoda mjini Baraka. Direction Generale yetu Kinshasa iliamua nifanye interim ya province ku service ya Sokoda, na ndio service ambayo mimi nakuwa natumika ndani, na bikabidi mimi nifike Baraka kwa ajili ya kuja kumaliza tatizo. Ilikuwa Baraka kwa sababu kuna baadhi ya wabandia wanatumika mkonte ya Sokoda ndani ya vile ya Baraka bila ruhusa ya wahusika. Na niko hapa kwa muda kwa sababu niko na ordre de mission iko signé na son excellence monsieur le gouverneur de la province. Lengo ya mission yangu hapa katika jiji la Baraka kuja kumaliza mzozo aiza tatizo ambayo iko ndani ya service ya Sokoda katika jiji la Baraka. Nitamaliza tatizo kwa sababu wanayotumika kurecouvre ma redevance Sokoda katika jiji la Baraka ni wabandia, ni wa escroc, na kuja kumetre fin na kurudishia walio na pouvoir yao waendelee na kutumika kazi yao. Ule mwenye aliyotumiwa huku ni mwizi, ni usurpateur ndo wanasema, kwa sababu mimi Kinshasa ndio ilituma nifike huku kuja kumaliza hiyo tatizo, na ni Kinshasa ndio iliyonitumia barua niakilishe Sokoda katika jimbo letu la Sud Kivu. Mwishowe ameomba kwa wafanyabiashara wote kuto kuwapokea wafanyakazi wa kitengo hicho ambao hawana vibarua cha kuwaruhusu kufanya kazi hizo toka kwake. Ujumbe na tosha katika wafanyakazi wa kitengo cha Sokoda jiji letu la Baraka ya kwamba watumike vizuri, na wale wote hawana ordre de mission signé par délégué provincial ad intérim Dunia Munyerere Fiston hawawezi kupercevoir maredemans za Sokoda. Yote ule watakuta na ingine ordre de mission yenye mimi sikuacha na signé, aiza mimi sikuleta a partir ya province, wale serikali ikamatane nao kwa ajili ya kumetre fin kwa hii desordre, kwa hii kankofoni yenye iko musin ya service ya Sokoda. Wa commerçant ama wa sijeti ama wa operateur économique ya kwamba yeyote yule atakuya mu terrain bila ordre de mission yenye ko signé na province, kamate ule mutu na haraka wanafika kwenye office kuja kupose plainte ya kusema ke tuliona watu fulani, kwa sababu wale ni wa escroc wenye wako wanatembea kujina Sokoda, wana recouvrer zile pesa tujui zinaenda wapi, wanawakamata wanawaleta mimi hata kwa ofisi ya Sokoda. Msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, ni hapo ndipo natamatisha taarifa zetu za habari za siku ya leo. Msomaji Omari Makelele Ozil.